Mtazamaji, katika historia ya Kenya, si mara ya kwanza kwa viongozi wakuu wa kitaifa kukumbana na ghadhabu za wananchi. Si kwa maneno bali kwa vitendo. Kutoka kwa mayai yaliyooza kurushwa kwa rais wa kwanza wa taifa Mzee Jomo Kenyatta hadi Raila Odinga kucharazwa mabakora huko Kwale, na sasa kiatu kurushwa kwa Rais William Ruto kule Migori. Mwandishi wetu Phoenix Oluoch anarejelea matukio haya ya kihistoria. Tupunguze gharama ya... Katika tukio lisilo la kawaida eneo la Kehancha, Migori, Rais William Ruto alilengwa shabaha na kiatu akiwa jukwani alipokuwa akihutubia umati. Lakini hili si tukio la kwanza la aina hii. Wacha wananchi waweze kusikia. Mwaka wa 2014, rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta alitupiwa viti na viatu katika eneo hili la Migori. Na mnamo mwaka 2014, mwaka mmoja baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013, Raila Odinga alicharazwa mabakora na mzee mmoja huko Kwale kwa jina Lengo Mzomba. Hili halikuwa tu tukio la aibu, bali ujumbe wa ghadhabu kutoka kwa raia waliovunjika moyo. Hata baba wa taifa Mzee Jomo Kenyatta aliwahi kurushiwa mayai yaliyooza hadharani kule maeneo ya Kisumu, ishara ya kukataliwa kwa uongozi wake enzi hizo. Jomo Kenyatta alikuwa amezuru Kisumu kuzindua hospitali ya Russia ambayo kwa sasa ni Jaramogi Oginga Odinga. Wataalamu wanasema viongozi wanapaswa kujenga uhusiano wa ukweli na raia, kuwasikiliza, kuwashirikisha na kuonyesha wajibikaji. Wananchi wanaweza kuonyesha kutofurahishwa kwao kwa njia yote ile, ambapo wanaweza kutumia kutupa kiatu, mayai na kuwatukana. Tuliona hata juzi waliweza kuchora picha za rais pamoja na naibu wake kwenye jeneza, kumaanisha kwamba wamechoka na ni wazi kwamba uongozi huu haujalinda haki zao. Matukio haya ya viongozi wenye hadhi kushambuliwa ni ishara thabiti kwamba raia wanataka kusikizwa, na ni wakati wa viongozi kuwasikiliza na kutilia maanani matakwa na maoni yao. Phoenix Oluoch, KTN. Muungano wa wafanyakazi